Dunia ina mataifa mengi yenye nguvu, lakini kuna mataifa machache ambayo nguvu zao za kijeshi zinawafanya waogopwe na kuheshimiwa kimataifa. Watu wengi siku hizi wanaamini kuwa China ndio inaongoza kwa silaha kali, hasa kwa sababu ya maendeleo yake ya haraka ya teknolojia. Lakini je, hiyo ni kweli? Hebu tuangalie kwa undani. Namba moja ni United States. Kwa tathmini nyingi za kimataifa na nguvu za kijeshi, Marekani bado ndio namba moja duniani. Inaongoza kwa sababu kadhaa: bajeti ya kijeshi kubwa zaidi duniani, ndege za kivita za kisasa sana kama F-22 na F-35, meli nyingi zaidi za kubeba ndege za kivita, manuari za nyuklia, kambi za kijeshi katika mabara mengi duniani. Kitu kikubwa kinachoiweka juu ni uwezo wake wa kufanya operations za kijeshi popote duniani kwa haraka sana. Namba mbili ni Russia. Urusi ina historia ndefu ya nguvu za kijeshi. Ina moja ya hifadhi kubwa zaidi ya silaha za nyuklia duniani, makombora ya masafa marefu na uzoefu mkubwa wa kijeshi. Hata kama uchumi wake si mkubwa kama wa Marekani au China, bado ni taifa linalohesabiwa sana kijeshi. Namba tatu ni China. Sasa hapa ndipo watu wengi hupata mkanganyiko. China imekuwa kwa kasi ya ajabu. Ina jeshi lenye askari wengi zaidi duniani, ina meli nyingi za kivita, inaendeleza teknolojia ya hali ya juu, ina silaha za nyuklia, inawekeza sana kwenye vita vya mtandao na teknolojia za kisasa. Kwa macho ya watu wengi, maendeleo haya yanaifanya ionekane kama ndio inaongoza. Kwa nini basi China si namba moja bado? Hili ndilo swali muhimu. Ingawa China ina teknolojia kubwa na inaendelea kwa kasi, bado kuna mambo kadhaa yanayoifanya isifike nafasi ya kwanza kwa sasa. Namba moja, uzoefu wa vita vya kimataifa. Marekani imehusika katika operation nyingi za kijeshi duniani kwa miongo kadhaa. China haijashiriki vita nyingi za kimataifa katika nyakati za karibuni. Namba mbili, uwezo wa kimataifa. Marekani ina kambi za kijeshi kote duniani. China bado haina mtandao mkubwa wa kambi za kijeshi nje ya mipaka yake. Namba tatu ni budget. Marekani bado hutumia fedha nyingi zaidi kwa ulinzi kuliko China. Namba nne, ubora wa baadhi ya teknolojia. Ingawa China imepiga hatua kubwa katika baadhi ya maeneo kama ndege za kivita za kizazi cha 5, manuari za nyuklia na mifumo ya ulinzi wa anga, Marekani bado inaongoza kwa kiwango cha juu. Lakini ukweli mwingine ni huu: China ndio taifa linalokuwa kwa kasi zaidi kijeshi. Wataalamu wengi wa usalama wanaamini kuwa katika miaka ijayo China inaweza kuipiku Marekani katika baadhi ya maeneo, hasa jeshi la majini na teknolojia za kisasa. Ndio maana watu wengi wanaanza kuhisi China tayari inaongoza. Lakini kwa tathmini ya jumla ya nguvu za kijeshi duniani kwa sasa, nafasi ya kwanza bado inashikiliwa na Marekani. Kwa sasa Marekani inaongoza kwa nguvu ya jumla ya kijeshi na uwezo wa kimataifa. Urusi ina nguvu kubwa ya nyuklia na historia ya kijeshi, na China inaongezeka kwa kasi na inaweza kuwa nguvu kubwa zaidi miaka ijayo. Swali la kweli si nani ana silaha nyingi zaidi tu, bali ni nani ana uwezo wa kuzitumia kwa ufanisi, kwa wakati sahihi na kwa kiwango cha kimataifa. Hii ni Palanjo TV, tukutane wakati mwingine.